Nikiona wakulima wanateswa na wale watu tulichagua. Acha bana. Cha kungedha huwezi kuwa unakaa baa kila wakati. Barabara ni mbovu, and the best you can do is to blame God. Watu wanauka ovyo ovyo. Imagine that was a man. Suppose alikuwa mwanamke, kwa sababu ya mheshimiwa alichagua, akachaguliwa, na kazi yake ni chai kwa media houses. Tutasema nini? Niliwaambia watu wangu. Hello, this is Biggie. Na mimi unajua mimi ni mkulima. Na mimi sifurahi sana. Sifurahi hata kidogo. Sifurahi nikiona wakulima wenzangu wanateswa. Nikiona wakulima wanateswa na wale watu tulichagua. Nikiona wakulima wanateswa na Mokonji. Shindwa na Mungu. Nalia. Nakosa furaha. Machozi na mwagika. Napiga nduru. Nikiona mkulima wa maziwa amelala chini kwa barabara. Maziwa inatelemuka kama mto. Maziwa ya white, pure. 300 liters to the drain. Kwa sababu ya mheshimiwa alichagua, akachaguliwa, na kazi yake ni chai kwa media houses. Kazi yake ni mapicha na project za wenyewe. Ana kazi nyingine. Juzi anapigwa picha na taa ya stima, hata sio yake. It's not even a CDF kit. Wakati mkulima mdogo John Kenywa anagaragala kwa barabara na maziwa yake. Barabara ni mbaya, barabara ni mbovu. Tutasema nini? Niliwaambia watu wangu. Mokonji ni Wester negote. Seriously. Hata hujaongea. Huyo ni mkulima analia. Seriously. How are you going to secure our farmers? Kazi yako tu ni mikutano, sijui ya watu wa makodovia, sijui ya watu wa makadamia, sijui tutawafanyia, umewafanyia nini? How many balances have you had with farmers wewe Mokonji? Na utuambie solution, utuambie outcomes of that. Umekuwa na balances all over. Na ni kukula tu pesa. You set aside money to facilitate the nonsense. You come there, you lecture people. With your people hapo unapigwa mapicha na your cameraman. Nothing to yield, nothing to show. I was very worried. Na nikashindwa, where are we heading to? Barabara ni mbovu, and the best you can do is to blame God. Mungu amefanya mvua inyeshe. That's now why the whole weather road imekuwa slippery, na bodaboda yezi enda. Watu wanauka ovyo ovyo. Imagine that was a man. Suppose alikuwa mwanamke, angeanguka namna gani? Singekuwa aibu dunia mzima. That is what you want. Mokonji, wakati mwingine ukipewa challenge unasema ni matusi. Are you okay? Are you happy now? You cannot celebrate. Unangoja tu project tudogo tufanye na MCS, ukuje upigwe picha na tu. Jana umekuja hapa kwetu ukapigwa picha. Na 60 meter road, kama road imewekwa na kuburi. Ukasema ni yako. Hiyo barabara ni yako sababu imeundwa ni yako. Sasa hiyo huyu John Kenywa ameanguka sio yako. Sio yako sasa, si ndio? Sababu haijaundwa sio yako. But the moment itakuja iundwe itakuwa ni yako. I thank God at least tuko na heaven sent. Mungu ameamulisha kijana mmoja akampatia mzigo yetu sisi. Mzigo ya watu wa Manyata. Ken Java, Mungu akubariki. You went there, ukatolea jamaa jam. Imagine, do you know how much in Kenyan shillings that milk is worth? That is close to 20,000. Imeenda hivyo. Na jamaa ulifanya vizuri. Na by the way, Dafrin, umefanya vizuri wewe huko. Ulifanya vizuri ukapiga hiyo picha na ukatutumia tukajua. Dafrin, Mama Kelvin, kudos. Unafanya vizuri kwa nini? Mashinani. Akapigwa picha na akaambia mdosi wake, hebu ingia WhatsApp uone. Everybody else, mtu a well wisher aliamua atoleu jamaa jam. Thank you very much Ken Java, thank you very much for what you did. By the way, ucheze na kulose 15-20,000 kwa biashara. It is not simple, especially dairy farming and any other farming. Si mchezo. We applaud you. Secondary, nimeona you've gone a mile further. Hiyo barabara sasa unairainisha ili mtu mwingine asianguke. Unaiweka ikuwe mzuri kabisa.
with your own funds, with your own money. You don't have CDF kiti. Una ati donors wanakupatia pesa usaidia watu yani tu ni Mungu tu. Ni Mungu ameamua kutumie. Na wewe ukaamua, usikue kichwa ngumu, ukaamua Mungu umenipatia a responsibility. Na mimi nafanya kulingana na vile umeniambia. That is what we call service to men, and that service to men is service to God. You are serving God the right way. Mgonjwa endelea kulala. Kesho amuka sijui utaenda wapi kwa media house, ukunywe fermented porridge. Kunywa kabisa. Kunywa kabisa kabisa kabisa. Ukuje huku pigo picha na waza stima. Pigo picha na transformer. Pigo picha na baridi. It is very cold by the way. Na useme utatuletea warmth. Sawa? Because that is the best you can do. Wacha watu wa Manyata tu wateseke. Na wewe Muturi Mwombo. Acha bana. Cha kung'etha huwezi kuwa unakaa baa kila wakati. Huwezi kuwa tu unangoja tu barabara zikuwe slippery. Watu waanguke, wakufe, alafu sasa ndio utoe rambirambi za mazishi. No, you don't want that nonsense. It's time to work. Huwezi kuwa, it is very bad. Hata mimi ninakunywanga pombe. Lakini it's good also, tuwezi kuwa tuko drunk full time. Kuna wakati wa kufanya kazi, kama sasa inafanya kazi. Mimi niko kazi sasa hii. Hii ni mwembe nauza. Hapo mango nauza. Ukitaka whatever sikiazo nataka nitakuuzia. Lakini kuna kazi wakati wa shamba na wakati wa kuburudika. Huwezi kuwa the only way you can deliver to your people is through buy coffins around. That's why muna state madele traps za barabara watu waanguke vunjike miguu ili tuanze fundraising. Sijui wanaenda kijambe, sijui nini, sijui chuma mguu. That is nonsense. Fanya kazi yako, wacha upuzi pia. You blame game hatutaki. Even you will challenge you. What do something to that guy? Kijana mdogo anajaribu kujitafutia familia yake, bibi nini, watoto nini. Alafu nyinyi mnafurahia mkiona barabara ni slippery. Unaona hiyo barabara inaweza angusha mtu wewe. Hiyo barabara inaweza kuwa mtu wewe. Those are now you can gather. Muende maombolezi na kujifanya with your crocodile tears. Hapana. This is nonsense. This is nonsense. Now by the Ruguru Kandore mjuu ya muna MCA. Hakuna those barabaras are bad. Kwanza kutoka Kiriari kwenda huko to feed the roads. Ni tubaya. Ukitaka kwenda kwa shetani haraka. Unasikia kuna barabara ya shetani na barabara ya Mungu. Tu barabara tatisha huko. Baya. And we are tired of these songs. We are tired of reminding you your duties and your responsibilities. At this age and time? No. Ni kuwatoa. Mimi nashukuru kila mtu anafanya vizuri, kila mtu anasimama na mwananchi, kila mtu. The other day, what did the president say? Alisema nini? Mwananchi akuwe your priority. That message akuwa anatumia, he was not sending that message to CS only, to every elected leader, to every public servant, everywhere around this country. Mwananchi akuwe your first priority. That's what mimi mwananchi, it's my first priority. Wacha sichachaguliwa. That's why I'm not okay when roads are not okay. That was no Mrs. Pata furaha. Siwezi pata usingizi nikijua barabara kutoka ina Kidhemu yote haitawekwa tamak na mkunji ulikuwa all over. Pending lies around here. Kukitafuta votes. Na if hiyo barabara imefanywa nini? Zero. Na mkunji ukumbuke wakati ulikuwa unatafuta kiti ya MP wewe. I can even quote you. Ulikuwa all over. Hata huko Mbeti North umekuja mara mingi sana. Hata mahali kuna kanisa ya Kindolile hapo karibu na hiyo kanisa ya SDK kulikuwa na that bad. Ulikuja na maroli yako ukamwaga maram tukashangilia tuko na motoko. Kumbe it was flat. Kumbe ilikuwa upuzi. Kumbe it was cosmetic. Ukajifanya vile unasaidia watu, kumbe ulikuwa upuzi. Hiyo wakati uko ngoja sasa kwanza kunyesha uanze kupigwa picha na lightning. This is Josh Biggie wa Embu TV.